Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ-San Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja. Na ikiwa ni Julai 2, Yesu ndiye mlango. Basi Yesu aliwaambia, amin, amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Yohana 10:7. Tufumbe macho tupate kuomba na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Asante kwa baraka zako nyingi katika maisha yetu. Tunajikabidhi kwako, tuongoze na yote tutakayojifunza yakapate kubadilisha maisha yetu sawa sawa na mapenzi yako. Ni kupitia jina lako Yesu Kristo, amina. Shetani alijiingiza binafsi katika pambano dhidi ya Yesu Kristo. Malaika waovu waliungana na watu waovu ili kukataa wema, kuikanyaga haki, na nguvu zote za uovu ziliungana pamoja kwa mapatano ili kumwangamiza shujaa wa Mungu na wa ukweli. Wakati mafanikio yalionekana kutokea katika utendaji wa hila wa Shetani, Yesu anaingia katika pambano ili kushindana na mamlaka yake. Yesu alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumpokea. Alipewa dhamana ya kubeba ujumbe wa rehema aliyetumwa na Baba wakati wa hatari pale uasi ulipokuwa umeenea ulimwenguni, ili kwamba mwanadamu asipotee bali awe na uzima wa milele kwa imani katika mwana wa Mungu. Kupitia kwa Yesu walipaswa kukiponda kichwa cha nyoka na kupata uzima wa milele. Katika ujumbe wa mfano wa mchungaji, Yesu anaweka tafsiri yake mwenyewe katika kazi na utume wake na kujiwasilisha mwenyewe kama mchungaji mwema, akilisha na kuwaongoza kondoo. Alisema, yeye asiingia mlangoni kwa yeye mwenyewe katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Yesu alisema kwamba wote waliokuja kabla yangu wakidai kuwa ni Masihi walikuwa wadanganyifu. Wakati wote wa ujio wa Yesu kulikuwa na majadiliano mengi kuhusiana na ujio wa Masihi wa ulimwengu. Taifa la Wayahudi lilitarajia kwamba mkombozi mkuu angekuja, na kuna watu ambao walichukulia matarajio haya kuwa fursa, wakiyageuza kuwa utumishi wao wenyewe ili wapate kufaidika na kutukuzwa. Unabii ulikuwa umeshatabiri kuwa wadanganyifu hao wangeibuka. Wadanganyifu hawakuja katika njia ambayo ilitabiriwa kwamba mkombozi wa ulimwengu angekuja, lakini Yesu alikuja akikidhi kila maelezo ya unabii. Mifano na ishara vilimwasilisha yeye, na katika yeye mfano ulikutana na halisi. Katika maisha, utume wa kifo cha Yesu, kila unabii ulitimizwa. Yesu alikuwa mchungaji mwema ambaye bawabu humfungulia, ambaye huwajua kondoo, huwaita walio wake kwa majina na kuwaongoza. Yeye ndiye aliye na nguvu kuliko mwizi na mnyang'anyi, wale wasioingilia mlangoni lakini wanapanda kwa njia nyingine. Mafarisayo hawakuweza kung'amua kwamba mfano huu ulizungumzwa dhidi yao, wale waliojidai kuwa viongozi wa watu, wachungaji wa kundi. Yesu alijionyesha kuwa tofauti na wao, na walipofikiri mioyoni mwao juu ya kile alichoweza kumaanisha kwa mfano huo, alisema, mimi ndimi mlango wa kondoo. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho.
Yesu alijiwasilisha mwenyewe kuwa ni yeye tu ambaye ndani yake kulikuwa na sifa zote za kumfanya kuwa mchungaji mwema. Anawakilisha kama mchungaji mkuu. Utasoma The Signs of the Times la Disemba 4, 1893. Huu ni mwisho wa somo la Julai 2. Yeye ndiye mlango. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri. Limetufahamisha kwamba wewe ndiye njia, kweli na uzima. Baba, tunahitaji kujikabidhi kwako. Tuongoze sawa sawa na mapenzi yako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Kumbuka, Yesu akiinuliwa juu, maisha yanabadilika. Mungu akubariki. Anakuja, Yesu yuaja.